utayatumia kuomba tena na tena, ili watu wa msaada wawe karibu na maisha yako. Watu wa msaada wakukumbuke. Watu wa msaada wapate msukumo wa kuanza kukusaidia kile ambacho Mungu amewaasaini kukifanya kwenye maisha yako. Unachotakiwa ukifahamu ni kwamba katika utendaji wa Mungu kwenye maisha yako, kipo kitu kinaitwa huduma ya watu wa msaada. Huduma ya wasaidizi wa hatima. Sio kila kitu Mungu atakufanyia kutoka mbinguni. Sio kila jibu la maombi yako Mungu atalijibu from heaven. Viko vitu ambavyo Mungu anataka kukufanyia tokea hapa duniani. Yako mambo ambayo Mungu anataka kukupatia kutoka kwa watu ambao wamekuzunguka. So lazima ufike sehemu huduma ya wasaidizi wa hatima iko hai kwako. Huduma ya wasaidizi wa hatima inapatikana kwenye maisha yako. Wale watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kukusaidia wanakukumbuka, wana msukumo wa kukusaidia na wanaweza kufika kwenye maisha yako ili kuweza kufanya walichoagizwa kuweza kukifanya. Kama utakubali huduma ya wasaidizi wa hatima iondolewe kwenye maisha yako, utajikuta uko peke yako sana. Utajikuta umekuwa mpweke. Utajikuta hauna mtu wa kukusaidia. Kila utakapohitaji msaada, watu watakuzimia simu. Kila utakapohitaji msaada, ni either anayekusaidia atakwambia akuchaji hela au umpatie kitu fulani ili aweze kukusaidia. Hakuna mtu atakayetaka kukusaidia bure. Hakuna mtu atakayetaka kukusaidia kwa sababu ana hofu ya Mungu. Nini kinatokea kwenye maisha yako? Huduma ya wasaidizi wa hatima imeondolewa. Huduma ya wasaidizi wa hatima imekatwa. Ukifanya kosa la kuhusu hii huduma iweze kuondolewa kwako, kila mtu atakayekuwa karibu na wewe ni either atakuwa na maslahi yake binafsi au atakuwa ni kwako kama adui. Sio atataka kukusaidia, ila atataka kukuharibia. So katika ratiba zako za maombi, unapaswa kuwa na maombi kwa ajili ya watu wa msaada. Unapaswa kuwa na maombi kwa ajili ya kuwaleta wasaidizi wa hatima kwenye maisha yako. Unapaswa kuwa na maombi kwa ajili ya kufungua njia zako ili watu wa msaada wanapotaka kuja kukusaidia wawe wanakutana na wewe kirahisi. Ukizembea, adui anaweza akawekea vikwazo. Adui anaweza akawekea vipingamizi. Adui anaweza akawaondolea ule moyo wa kutaka kukusaidia. Daudi katika ubabe wake wote, Mungu alimpa wasaidizi wa hatima. Yule Daudi unayemfahamu aliyepigana na Goliath, katika ubabe wake wote Mungu alimpa watu wa kumsaidia. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 22, maandiko yanasema, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Maandiko yanasema siku kwa siku mamia ya watu walikuja kwa Daudi ili kumsaidia. Kwa hiyo tunaposoma legacy ya Daudi, tunaposoma historia ya Daudi, sio kwamba vita zote Daudi alipigana peke yake. Hapana, kulikuwa na watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya kumsaidia. Kulikuwa na watu ambao Mungu aliwatengeneza ili wawe tayari kuriski maisha yao kwa ajili ya Daudi. Do you know kwamba kuna watu walifikia sehemu kwamba wakawa wameapa kabisa wako tayari kufa kwa ajili ya Daudi. Haitawahi tokea kwenye maisha yako ukapata mtu ambaye haumlipi chochote, hafaidiki chochote na kile anachokufanyia, yuko tayari kusaidia bila kuactivate huduma ya wasaidizi wa hatima. Ikifika sehemu hii huduma iko hai upande wako, utaanza kupata msaada bila kulalamika sana. Utaanza kupata msaada bila kujieleza sana. Utaanza kupata msaada bila kuhitaji kudanganya. Do you know inaumiza kiasi gani mtu wa Mungu? Imefika hatua lazima ujieleze sana. Lazima mpaka utunge na uongo. Lazima uweke uso wa huruma ili watu waweze kusaidia. Ni kwa sababu huduma ya wasaidizi wa hatima haiko upande wako. Kama utaendelea kuruhusu watu wa kukusaidia kuwa mbali na wewe, utaendelea kuishi kama uko kisiwani. Utaendelea kuishi kwa huruma za wanadamu. Yaani ili mtu afike point ya kupata moyo wa kusaidia, lazima athibitishe kwamba umechapika na umechapika kweli kweli. Paulo katika maisha yake ya huduma, Mungu alimsaidia tena na tena kupitia huduma ya wasaidizi wa hatima. Kitabu cha
Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 26 na 27, maandiko yanasema, na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimuogopa wote, wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Alipojaribu kuingia Yerusalemu, watu wote walikuwa wanamuogopa, wasiamini kwamba yeye pia ni mwanafunzi. Mstari wa 27, lakini Barnaba akamtwaa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Sauli tayari alikuwa ameshaokoka. Sauli tayari alikuwa amebadilika, lakini watu wengine walikuwa wanaifahamu historia yake ya jana. Watu wengine walikuwa wanafahamu matendo yake yaliyopita. Alipojaribu kuingia kwao wakamkataa. Lakini kuna mtu alikuwa amemuona. Na kwa sababu huduma ya wasaidizi wa hatima ilikuwa active kwake, huyu mtu akapata moyo wa kuzungumza ili kuweza kumtetea, ili kuweza kumuongelea, ili Paulo aweze kukubalika kwenye jamii ya mitume. Mtu wa Mungu, inawezekana kuna mtu tayari ana taarifa zako. Inawezekana tayari kuna mtu ameshaona uwezo wako, amesha notice bidii yako, ameshajua unatakiwa kuzungumziwa wapi ili mambo yako yaweze kuunganika na kuflow. Lakini huyu mtu amezuiliwa kwa sababu haujawahi kuidai huduma ya wasaidizi wa hatima. Huyu mtu amekatishwa tamaa, huyu mtu amefichwa. Pengine huyu mtu amekusahau kabisa kwa sababu wewe haujawahi kutengeneza maombi ya kudai huduma ya wasaidizi wa hatima. Mtu wa Mungu, natamani uweze kujua tena na tena, moja kati ya eneo ambalo lina vita kuliko kawaida kwenye maisha yetu ni eneo la mafanikio. Shetani hayuko tayari kuruhusu mtu yoyote wa Mungu kufanikiwa kiwepesi. Shetani anachokitaka umtumikie kwanza, umnyenyekee kwanza, ndipo aweze kukufungulia milango ya kufanikiwa. Na hayo mafanikio atakayokupa sio atakuwa mazuri, yatakuwa na mateso, yatakuwa na mahangaiko. Kwa hiyo mtu wa Mungu anapojaribu kupiga hatua, shetani lazima amwekee vikwazo. So kama kuna mtu kama huyu yuko sehemu, anakujua, anakufahamu, ana taarifa zako, anajua ni ofisi gani anaweza akalikomendi jina lako kaajiliwa, anajua ni chumba gani cha fursa anaweza akakuzungumzia biashara yako ikapata wateja wapi, shetani atakachokifanya atamsaulisha huyu mtu, atamuinulia vikwazo. Kila anapotaka kukuzungumzia kuna kitu kingine kinatokea, anasahau. Kila anapotaka kukuzungumzia kuna jambo jingine linatokea, linampotezea ile nafasi. Kwa hiyo unatakiwa kuinua maombi ya kudai wasaidizi wa hatima. Unatakiwa kuinuka kufunga, unatakiwa kuinuka kukesha, unatakiwa kuinuka kupigana vita vya kiroho, kuactivate huduma ya wasaidizi wa hatima kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, Mungu hakumaanisha kila kitu upambane kwa jasho jingi, upambane kwa machozi mengi ili kukipata. Kuna watu wamewaandaa kwa ajili ya kusaidia. Angalia kilichomtokea Yusufu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23. Maandiko yanasema, lakini huyo mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Huyu jamaa ni kati ya wale watu wawili ambao Yusufu alitafsiri ndoto zao alipokuwa gerezani. Na alimpa msisitizo kabisa, mtu wa Mungu, unapotoka usinisahau. Lakini maandiko yanasema huyu mkuu wa wanyweshaji alimsahau Yusufu, hakumkumbuka. Nini kilitokea? Adui alicheza mchezo fulani, huyu mtu akamsahau Yusufu. Kwa hiyo Yusufu akaendelea kupoteza miaka mingi gerezani, na tunajua wote kesi iliyompeleka ilikuwa ni ya kusingiziwa. Connection ambayo inaweza kumtoa ilikuwa tayari ipo. Huyu mtu hakuwa mtu wa kawaida kwenye ufalme wa Misri, alikuwa mkuu wa wanyweshaji, mkuu wa wanyweshaji. Kwenye kile kitengo cha wanyweshaji yeye ndio boss, lakini huyu mtu alimsahau Yusufu. Yamkini mtu wa Mungu, kuna watu wameendelea kukusahau. Kuna watu tayari wanajua uwezo wako.
Kuna watu tayari wanajua wapi unastahili kwenda ili kutoboa. Kuna watu wanajua nini unahitaji ili kupiga hatua. Kuna mtu anajua wapi anaweza akalizungumzia jina lako, ukapata recommendation, ukapata network, ukapata fursa. Lakini huyu mtu amekusahau. Ni mpaka umeinuka kuomba, umeinuka kutetea mlango wa watu wa msaada kupatikana kwako, umeinuka kuvunja vipingamizi na vizuizi vyote vya adui, ndipo msaada utaanza kuonekana kwenye maisha yako. Sasa naomba nikuonyeshe maombi 7 unaotakiwa kuyaomba ili huduma ya wasaidizi wa hatima ianze kuwa active upande wako. Ombi la kwanza, unatakiwa kumwambia Bwana akupe watu wa kukusaidia siku kwa siku kwenye maisha yako. Ombi la kwanza, mwambie Bwana akupe watu wa kukusaidia siku kwa siku kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, usipoomba ili ombi, utakuwa unahitaji msaada, utakutana na mambo ambayo yamekuzidi nguvu na hakutakuwa na mtu wa kukusaidia. Utapigia watu simu, watu watakata. Utajaribu kuwatafuta, watu watakukwepa. Kwa nini? Kwa sababu hao watu hawajapewa mzigo, hawajapewa assignment ya kukusaidia. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza, ili andiko liandike vizuri usilisahau. Mambo ya Nyakati wa Kwanza Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 12 mstari wa 22. Maandiko yanasema, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Hawa watu hawakuwa wanakuja kwenye maisha ya Daudi kufanya naye biashara. Hawa watu hawakuwa wanakuja kwenye maisha ya Daudi kama madalali kupiga deal. No. Hawa watu walikuwa wanakuja kwa mission moja, wanakuja kwa ajili ya kumsaidia. Hebu fikiria mtu wa Mungu. Mtu anafunga safari kutoka mkoa mwingine kuja mkoa ambao upo kwa ajili ya kusaidia. Mtu anatoka nyumbani kwake anakuja kwako kwa ajili ya kusaidia. Mtu anatafuta namna ya kuingia kwenye mfumo wako wa maisha ili aweze kukusaidia. Ombi la kwanza, mwambie Bwana kwa kumaanisha, naomba unipe watu watakaonisaidia siku kwa siku. Nipe watu wa kunisaidia kwenye maono yangu, nipe watu wa kunisaidia kwenye njia zangu za maisha, nipe watu wa kunisaidia kwenye kipato, nipe watu wa kunisaidia kwenye ndoa, nipe watu wa kunisaidia kwenye malezi ya watoto. Inawezekana mtu wa Mungu wewe ni mzazi na pengine mtoto wako anasoma mkoa mwingine. Kitakacho msaidia huyu mtoto akutane na watu ambao watamtizama kama mtoto wao, watamtizama kwa moyo wa mzazi, ni wewe kuinua maombi ya kuomba watu wa msaada kwenye malezi ya watoto wako. Mtoto wako anaweza akadhalilika, mtoto wako anaweza akaonewa na watu wa kumsaidia wapo, lakini wewe ulifanya kosa la kutodai huo msaada. Ni mpaka umeanza kuomba watu wa kukusaidia kwenye malezi ya watoto wako, ndipo ambapo watoto wako ambao wako boarding, watoto wako ambao wako sehemu nyingine, wataanza kukutana na walimu wenye moyo wa ubaba, wenye moyo wa umama kwenye maisha yao, na kuwatunza na kuwalinda kama watoto wao wa kuwazaa. Ombi la pili, mwambie Bwana afungue mioyo ya watu kwa ajili yako na kuwapa msukumo kukusaidia. Mwambie Bwana afungue mioyo ya watu kwa ajili yako na kuwapa watu msukumo wa kukusaidia. Mtu wa Mungu, kama kuna kitu kigumu duniani ni kufungua moyo wa mwanadamu. Ni ngumu kuliko unavyofikiri. Ni ngumu kuliko ambavyo umewahi kujua. Moyo wa mtu ni mgumu. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu kwanza ana mambo yake, ana matatizo yake, ana mahitaji yake, ana frustration zake, ana stress zake. Unakuta ana mikopo, ana changamoto za mahusiano, ana changamoto za ndoa. Kila mtu yuko on total mess. Kitu kitakachomfanya mtu mwingine aachane na mambo yake azingatie ya kwako, aachane na tatizo lake azingatie la kwako, asahau ratiba yake ya ujenzi, ya kununua nguo, ya kununua nyama kupeleka nyumbani, azingatie ratiba yako, ni moyo wake kuwa umefunguliwa na Bwana kwa ajili yako. Kwa hiyo mwambie Bwana, ninaomba ufungue watu mioyo kwa ajili yangu, alafu wape watu msukumo wa kuweza kunisaidia. Hawa watu wasibaki kwenye kutamani kunisaidia, waanze kutimiza kunisaidia. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume
sura ya 16 mstari wa 14 na 15. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 14 na 15. Maandiko yanasema, mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Tritia, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Hata alipokwisha kubatizwa, yeye na nyumba yake, akatusii akisema, kama mmeniona ya kuwa ni mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani kwangu mkakae. Akatushurutisha. Huyu mtu, cha kwanza, amesikiliza maneno yaliyonenwa na Paulo. Cha pili, akaona yafaa akawakaribisha kwake. Cha tatu, akawalazimisha kuingia nyumbani kwake wakakae. Huyu mtu moyo wake ulifunguliwa na Bwana. Mtu wa Mungu, unahitaji kukutana na watu ambao mioyo yao Mungu ameigusa kwa sababu yako. Mioyo yao Mungu ameigusa kwa ajili yako. Mtu anaweza akasacrifice muda wake, akasacrifice mambo yake mengine, akasahau kila kitu kwa ajili ya jambo lako. Inawezekana mtu wa Mungu ukahangaika mno mchakato wako wa kuingia kwenye ndoa. Ukahangaika mno mchakato wako wa kulipa mahari. Ni kwa sababu tu hujaanza kudai Mungu aguse watu mioyo yao kwa ajili yako. Do you know kwamba unaweza ukakutana na mtu akasimama on behalf of wazazi wako waliotangulia kama alikuzaa. Ukakutana na mtu akasimama kama kaka yako wa damu, akapigania jambo lako, akatetea maslahi yako mpaka ukakipata unachokihitaji. Mwambie Bwana afungue mioyo ya watu kwa ajili yako na awape watu msukumo wa kukusaidia. Ombi la tatu. Mwambie Bwana akupe watu wenye jicho la kuangalia nini kimepungua kwako. Mwambie Bwana akupe watu wenye jicho la kuangalia nini kimepungua kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, kama usipoliomba ili ombi, utajikuta unaendelea kupiga simu na kujieleza sana ili kuweza kukopa hela. Utajikuta unahitaji kutunga uongo ili watu kuweza kukusaidia. Utajikuta unaweka uso wa huruma sana ili kuweza kupata msaada wa watu. Lakini kumbe ungeweza kumwambia Bwana akupe watu ambao wana jicho la kuangalia kwenye haya majira unahitaji nini. Wana jicho la kuangalia kwenye hiyo safari yako ya hatima nini kimepungua. Wana jicho la kuangalia kabla hujaanza kujieleza, wakajua huyu mtu ishu yake ni ishu fulani, tuweze kumsaidia. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 17 na 18. Maandiko yanasema, nami nafurahi kwa sababu ya kuja kwao Stefana na Fortunato na Akaiko, maana hawa wamenikirimia kwa wingi yale yaliyopungukiwa kwenu, maana wameiburudisha roho yangu na roho zenu pia. Basi wajueni sana watu kama hao. Hawa watu Akaiko, Fortunato na Stefana walienda kwenye maisha ya Paulo, na kazi yao ilikuwa ni moja tu, kuspai huyu mtumishi wa Mungu amepungukiwa nini tuweze kumpa. Walikuwa wanatafuta kitu gani kimepungua ili waweze kumpatia. Mwisho wa siku Paulo anasema hawa watu wameiburudisha roho yangu, wameuburudisha moyo wangu. Mtu wa Mungu, unatakiwa kupata watu wenye jicho la kuona nini kimepungua kwako. Mchakato wako wa kuelekea kwenye ndoa unaweza ukawa mgumu sana. Mchakato wako wa harusi unaweza ukawa mzito kuliko unavyofikiri. Mchakato wako wa kuanzisha huduma, mchakato wako wa kufadhili hayo maono, mchakato wako wa kuanzisha huo mradi, wa kufungua hiyo kampuni, wa kupiga hiyo hatua, wa kujenga, mchakato wako wa kufanya unachotaka kufanya unaweza ukawa mgumu sana kama utakosa watu wenye jicho la kuona nini kimepungua kwenye maisha yako ili waweze kukupatia. Habari njema ni kwamba Mungu anaweza kukupa watu. Tengeneza maombi. Kubali kufunga. Kubali kulipa gharama ya kiroho ili watu hawa uanze kuwapata. Mtu wa Mungu, usiwahi kusahau, adui anakupinga. Shetani anakuinuliwa vikwazo. Kama hautainuka kuweza kumpinga, yeye atafanikiwa kuweza kupinga na atayatelolize maisha yako. Utabaki umeng'ang'ana kiwango kimoja, lakini msaada ulikuwa unaweza ukapatikana. Ombi la 4.
Ombi la 4. Mwambie Bwana akupe watu wa kukusemea mahali ambako hauna utetezi. Mwambie Bwana akupe watu wa kukusemea, watu ambao wako tayari kuinua sauti zao mahala ambako hauna utetezi. Kwenye haya maisha unaweza ukajikuta kwenye kesi ya kusingiziwa. Unaweza ukajikuta huko kwenye situation kila mtu yuko kinyume na wewe. Unaweza ukajikuta kwenye changamoto ofisini, hakuna mtu anayetaka kukuelewa. Kila mtu anataka kuamini kwamba wewe ndio umefanya hicho kitu. Kila mtu anataka kuamini wewe ndio umezingua. Kila mtu anataka kuamini wewe ni mbaya. Mahali kama hapo unahitaji mtu mmoja kama Barnaba ambaye yuko tayari kupaza sauti yake kwa ajili yako. Yuko tayari kusema hapana, huyu mtu nimemshuhudia, nimemuona na ninajua anachokifanya. Naweza nikaweka trust yangu kwake, huyu mtu ni mtu. Tusimhukumu kama ambavyo tunataka kumhukumu. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 26 na 27. Maandiko yanasema, na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimuogopa wote. Hawa watu walikuwa wanamuogopa. Hawakuwa tayari kujihusisha naye kwa chochote. Hawakuwa tayari kumweka karibu kwa jambo lolote. Wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtwaa, akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani na ya kwamba alisema naye, na kwa jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Inawezekana mtu wa Mungu jina lako likakatwa mahala fulani. Kwa nini? Kwa sababu watu wana taarifa zako za mwaka jana. Inawezekana mlango wako wa ndoa ukataka kufungwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wana rekodi fulani ya familia yenu. Lakini katikati ya lile kundi, ukiwa umeitisha huduma ya wasaidizi wa hatima sawasawa, atainuka mtu mmoja kama Barnaba, atasema hapana, tafadhali huyu mtu tusimhukumu kwa namna hiyo. Tusimkatae kwa namna hiyo, tumtendee haki. Tumpe nafasi ya kumsikiliza. Tumpe nafasi ya kuweza kumwangalia tena. Hebu tumpe a reason of doubt. Pengine huyu mtu anaweza akatufaa. Unahitaji kumwambia Bwana, nipe watu ambao watainua sauti zao kunitetea. Nipe watu ambao watainua sauti zao kunizungumzia kwenye vyumba ambavyo sipo. Nipe watu ambao wako tayari kutumia platform zao kupaza sauti kwa ajili yangu, ili niweze kupata haki yangu, ili niweze kupata maslahi yangu. Mtu wa Mungu, tengeneza haya maombi, yatakutoa. Ombi la 5. Ombi la 5. Inua sauti yako kukataa na kukomesha kabisa watu wako wa msaada kukusahau. Inua sauti yako kukataa na kukomesha kabisa watu wako wa msaada kuweza kukusahau. Kitabu cha Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23, maandiko yanasema, lakini huyo mkuu wa wanyeshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Pengine kuna mtu alishakupa mpaka ahadi kwamba nitakusaidia kitu fulani, lakini sasa hivi amesahau. Huyu mtu alifika sehemu ya kukuambia, utakapoanza mchakato wa jambo fulani nitasimama na wewe. Utakapoanza mchakato wa kuingia kwenye ndoa nitakusimamia. Utakapoanza mchakato fulani nitakuwa pamoja na wewe. Lakini ule mchakato ulipoanza amekusahau. Ule mchakato ulipoanza amewekwa mbali na maisha yako. Adui amekuinulia vikwazo. Adui amekuinulia vipingamizi. Hautatoboa kwenye hii changamoto mpaka umeinua madhabahu ya maombi. Umeinuka kukemea, kuvunja kila nguvu, kuvunja kila uweza, kuvunja kila roho, kuvunja kila mfumo ambao adui anautumia kukunyima msaada kwa watu wako wa msaada. Kuna kituko kiliwahi kutokea kwenye kitabu cha Esther. Mtu mmoja anaitwa Mordekai aliwahi kufanya jambo kwenye ufalme, na kwa mujibu wa sheria na taratibu alitakiwa kulipwa, lakini kile kitu kilisahaulika kabisa. Watu walisahau nini alifanya Mordekai. Waliishia tu kuandika, wakatunza kumbukumbu, lakini hakupandishwa cheo, hakuongezwa mshahara, hakupata marupurupu yoyote. Angalia kitabu cha Esther sura ya 2 mstari wa 21
na 23. Esta sura ya pili mstari wa 21 hadi 23, maandiko yanasema, ikawa siku zile Mordekai alipokuwa akiketi mlangoni pa mfalme, wawili katika wasimamizi wake mfalme, Bithnatha na Telesha, wakamngojea mlangoni, wakaghadhabika, wakapanga kumwekea mkono mfalme Asuero. Hawa watu walikuwa wamepanga kumuua. Mstari wa 22, basi Mordekai akapata kulijua jambo hilo, naye akamjulisha Esta malkia, naye malkia akamwambia mfalme habari kwa jina la Mordekai. Na jambo hilo lilipochunguzwa, na hakika ikapatikana kwamba hao wawili wakatundikwa juu ya mti. Hayo pia yakaandikwa katika kitabu cha taarifa mbele ya mfalme. Mordekai alitetea maisha ya mfalme. Alitoa siri ambayo ilimuokoa mfalme. Na kwa mujibu wa sheria na taratibu alitakiwa alipwe vizuri. Lakini mpaka mwisho wa story, kitu pekee walichokifanya ni kuandika tu kile kilichofanyika. Mordekai akaendelea kubaki mlangoni, Mordekai akaendelea kubaki pale pale, Mordekai akaendelea kusaulika pale pale. Angalia kitabu cha Esta sasa, sura ya 6 mstari wa 1 na wa 3. Kinachokuja kutokea kwenye sura ya 6 ni baada ya Mordekai na watu wake kuingia kwenye mfungo wa tatu kavu. Walifunga tatu kavu, wakasukuma maombi kwa kumaanisha, wakapigana vita kweli kweli, wakatafuta ukombozi, wakatafuta mpenyo. Majibu sasa ya maombi yao yakajibu sura ya 6. Angalia, maandiko yanasema, usiku ule mfalme hakupata usingizi. Akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bithnatha na Telesh, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao walindao mlango, waliotaka kumtia mkono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaa gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Haki ya Mordekai ilikuwepo, kumbukumbu zinazothibitisha haki yake zilikuwepo, lakini mambo yalikuwa yamesahaulika. Alipoinuka kwenye mfungo na maombi, alipoinuka kudai mpenyo wake, alipoinuka kutetea maslahi yake, mfalme akakosa usingizi. Ghafla katika kukosa usingizi, akaomba kitabu kile kile kilichoandikwa taarifa zake kiweze kuletwa. Sitaki kuamini kwamba huu ufalme ulikuwa na kitabu kama daftari la msomi, limeandikwa liko moja. Mfalme unakuaga na makablasha mengi ya kutosha. Lakini jiulize, what a coincidence, mfalme wa taifa akose usingizi tu ghafla. Alafu katika kukosa usingizi asiseme kwamba nataka kwenda kupunga upepo, nataka kwenda kunywa waini, nataka kwenda kusikiliza mziki, nataka kwenda kwa mke wangu, aseme nileteeni kile kitabu kile chenye rangi ya njano, nileteeni hapa, nisomeeni taarifa zake. Hivi ndivyo ambavyo itakavyotokea kwako utakapoanza kuomba haya maombi, utakapoanza kuhusisha mfungo, utakapoanza kukesha usiku wa manane kudai mtu wa Mungu, kwa kumaanisha kwamba Bwana, ninadai msaada, watu uliowatuma kunisaidia, ile misaada ulioituma kwenye miliki za watu, zile assignment ulizowapa watu kwenye mkoa wangu ili kuweza kunisaidia, wale watu ulioniinulia kwenye eneo langu la kazi ili kuweza kunisaidia, na wadai. Ukianza kudai, kuna watu watakosa usingizi. Kuna watu wataanza kukumbuka barua yako ya promotion ilipokwamishwa. Kuna watu wataanza kukumbuka kwamba wanahitaji kukusemelea sehemu fulani ili biashara yako ipate wateja. Kuna watu wataanza kukumbuka zile ahadi walizokuahidi. Do you know kwamba mtu wa Mungu hautakiwi kuridhika mtu anapokupa ahadi ya kukusaidia, kwa sababu ahadi sio msaada. Nilikuwa namwambia mtu fulani, nikamwambia, ukiomba maombi ya kupata msaada fulani, mtu wa Mungu akaja akatokea mbele yako akakupa ahadi, usiishie hapo, kwa sababu ahadi sio msaada. Ahadi inaweza ikasahaulika. Unachotakiwa kukifanya, mtu akikupa ahadi, unamshukuru Mungu, unapiga hatua moja mbele. Sasa hauendelei kuomba msaada, unaanza kutengeneza demand kwamba Baba, yule aliyeniahidi mpe moyo wa kumsaidia.
Yule aliyeniahidi mpe mzigo wa kunisaidia. Yule aliyeniahidi mpe neema ya kunisaidia. Hivyo ndivyo ambavyo utaona ahadi ulizoahidiwa zinapata kutimia kwenye maisha yako. Ombi la 6. Inuka kukataa kulipwa mabaya kwa mema uliyofanya. Inuka kukataa kulipwa mabaya kwa mema uliyofanya. Maandiko yanasema utavuna unachopanda. Sasa shangaa wewe upande wema uvune mabaya. Hii kanuni haipo. Hii kitu haiko sawa. Kwa hiyo moja kati ya ombi unaotakiwa kuliinua ni kukataa kuvuna mabaya kwa mema uliyofanya. Unajua kuna watu imekuwa ni kawaida, anawafanyia watu vizuri wanamlipa mabaya. Anawatendea watu wema, badala ya yeye kutendewa wema anafanyiwa uovu, anafanyiwa onevu. Paka imefika hatua kuna watu wametengeneza hii ni kama imekuwa sasa ndio slogan ya maisha, kwamba mara nyingi sana watu wenye huruma huwa wao wanafanyiwa jeuri. Mtu wa Mungu, ukiona inatokea hivyo kwako, haimaanishi dunia nzima inatokea hivyo. Kuna adui ambaye anafadhili uovu utokee kwenye maisha yako. Hiki kitu unaweza ukakipinga kwa maombi, unaweza ukakipinga kwa mfungo, unaweza ukakipinga kwa kuachilia matamko usiku, ukaitengeneza hatima yako. Angalia kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 9. Maandiko yanasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Maana yake nini? Kila wema unaotenda unapaswa kuuvuna. Kila uzuri unaomfanyia mtu unapaswa kuuvuna. Ikitokea wewe uliwahi kuwa mwema kwenye maisha ya watu, hata kama wale watu uliowafanyia wema watakusahau, Mungu atatengeneza cycle ya watu wengine warudi kwa kufanyia wema. Ndiyo kanuni za maisha zinavyodai. Ndiyo kanuni za ufalme zinavyodai. So unatakiwa kukataa kulipwa mabaya kwa wema uliofanya. Kukataa kutendewa jeuri kwa msaada uliotoa. Kukataa kulipwa matusi, kulipwa masengenyo, kulipwa kusalitiwa kwa wema uliofanya. Tengeneza madai kwamba kila wema niliofanya Bwana usiusahau. Kila wema niliotenda Bwana usisahaulike. Hata kama wale watu niliowatendea watanisahau, Baba niinulie watu wengine watakaonitendea mema. Ombi la 7 na la mwisho. Inua sauti yako kuiamuru Tanzania kuwaachia watu wako wa msaada. Inua sauti yako kuiamuru Tanzania kuwaachia watu wako wa msaada. Kama uko nje ya Tanzania, utaamuru nchi ambayo upo iweze kuwaachia watu wako wa msaada. Biiti uko Kenya, uko Uganda, uko Rwanda, uko nje ya mataifa ya Afrika. Demandi kwenye hiyo nchi ambayo upo iweze kuwaachia watu wako wa msaada. Do you know kwamba nchi inaweza ikakusikia? Nchi ina masikio na inasikia. Na watu ambao wanakomandi nchi inawapa vya kwenye hiyo nchi. Ukisoma vizuri maandiko, kuna andiko fulani liko kwenye Biblia linasema utakula mema ya nchi. Maana yake kila eneo ambalo upo kuna mema ambayo unatakiwa kuyala. Na moja kati ya wema ambao unatakiwa kuupata kwenye nchi uliopo ni kupata watu wako wa msaada. Angalia kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 29 na 30. Yeremia 22 mstari wa 29 na 30, maandiko yanasema, nchi lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andike habari za mtu huyu ya kwamba hana watoto. Sasa ili andiko lilikuwa linatengenezwa kwa mtu aliyepewa laana. Lakini wewe hautatengeneza ili ombi kwa ajili ya kulaani maisha yako. Wewe unatengeneza kwa ajili ya kuita baraka. Kanuni ni ile ile ambayo tunaiona kwamba nchi inaweza ikasikia. Nchi inaweza ikalipokea neno la Bwana. Unatakiwa kuiamuru nchi kwamba nchi sikia. Neno la Bwana linasema hivi, nitakula mema ya nchi. Nitavuna nilichopanda. Nitakula mema ya nchi. Unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaamuru mema ya Bwana yaliyo Tanzania yanipate. Mema ya Bwana yaliyo Kenya yanipate.
Mema ya Bwana yaliyo Uganda yanipate. Ule wema ambao Bwana ameniandalia kwenye nchi niliyopo unipate. Ninawaita watu wangu wa msaada kutoka pande zote za nchi, kutoka kaskazini, kutoka kusini, kutoka mashariki, kutoka magharibi. Mtu wa Mungu, nataka nikuhakikishie, kama utainuka seriously, kwa kumaanisha, ukatengeneza maombi, ukazichukua hizi prayer point 7, ukajifungia nazo, ukatengeneza mfungo wa maombi wa siku 3, ukatengeneza mfungo wa maombi wa siku 7, ukaenda hata siku 21, you will be surprised jinsi ambavyo huu mwaka utakufungukia. Utaanza kupigiwa simu na watu ambao ulikuwa unahisi umewapoteza. Utaanza kuona upendeleo mahala ambako ulikosa upendeleo. Utaanza kupata utetezi mahala ambako ulikuwa na utetezi. Utaanza kukumbukwa kwenye vitu ulivyokuwa umesahaulika. Mtu wa Mungu, nataka ujue tena na tena, Mungu hapendi maisha magumu kwako. Mungu hataki ustruggle, usweat, utoke mpaka ile wanaita machozi ya damu ili uweze kupata matokeo. Hapana. Ndio maana Mungu alitengeneza huduma ya wasaidizi wa hatima. So, chukua hizi prayer point, deal nazo. Lakini pia kama utapenda kuweza kujiunga kwenye fellowship yetu ya mtandaoni, Kingdom Community Fellowship, utatumia namba ya simu ambayo umeiona hapo kwenye thumbnail. Nitumie ujumbe WhatsApp, niambie, mtumishi wa Mungu, naomba nijiunge kwenye group. Prayer point kama hizi utakutana nazo sana. Huko ndani utakutana na session za maombi, utakutana na session za neno, na itakuwa vema katika maisha yako. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akutunze. Paka pale tutakapokutana kwenye session nyingine, endelea kubarikiwa.